Maelezo mapya afichua ukatili wa kushtua na unyama aliotendewa Albert Ojwang kwenye msitu wa Karura, huku OCS akitoa kauli tofauti kuhusu kifo chake. Ujambo na karibu kwa taarifa zetu za Kenyascope, na tafadhali kumbuka kusubscribe. Taarifa mpya zimeibuka kuhusu kifo chenye utata cha mwanablogi na mwanaharakati wa mitandao ya kijamii kwa jina Albert Omondi Ojwang, baada ya mkuu wa kituo cha polisi cha Nairobi Central OCS Samson Talam kutoa ushahidi unaopingana moja kwa moja na taarifa za awali kutoka kwa Inspekta Jenerali wa polisi na idara ya upelelezi wa makosa ya jinai ya ukipenda DCI. Akizungumza mbele ya mamlaka ya uangalizi wa polisi huru ama ukipenda IPOA mnamo Jumatano Juni tarehe 11, OCS Talam alieleza kuwa Ojwang aliletwa kituoni akiwa mzima wa afya saa 3 usiku mnamo Jumamosi Juni tarehe 7. Hata hivyo, alifichua kwamba baadaye usiku huo maafisa wa polisi walimtoa kwenye seli na kumpeleka kwenye msitu mmoja jijini Nairobi ambao unajulikana kama Karura, ambapo alidaiwa kuteswa vibaya. Kwa mujibu wa maelezo ya Talam, maafisa hao walimrudisha Ojwang akiwa hanafahamu, aliliozidi taharuki kituoni, huku maafisa wakijadiliana ikiwa mkimbizi hospitali. Inadaiwa kuwa walichelewa mno na juhudi za kumwokoa zikuzaa matunda. Kauli hii inakinzana na taarifa rasmi zilizotolewa awali na viongozi wa juu wa polisi ambao walidai kuwa Ojwang alifariki dunia akiwa katika seli chini ya mazingira yasiyoeleweka. Tofauti hiyo kubwa imezidisha wasiwasi na hasira miongoni mwa wananchi, huku wito wa kuchunguzwa kwa kina kwa tukio hilo ukizidi kushika kasi. IPOA imekwisha waita maafisa 17 walikuwa kwa kazini usiku huo na tayari imerekodi taarifa kutoka kwa maafisa 13 kati yao. Aidha, mashahidi wawili raia walikuwa wakizuiliwa kwenye seli jirani waliwaambia wachunguzi kuwa walisikia vilio vya maumivu kutoka kwenye seli aliyokuwa akishikiliwa Ojwang usiku huo huo. Tukio hilo limeibua ghadhabu kote nchini, huku mashirika ya kutetea haki za binadamu na mashirika ya kiraia yakitaka hatua za haraka kuchukuliwa dhidi ya waliohusika. Familia ya marehemu inaamini kuwa Ojwang alilengwa kutokana na wanaharakati wake dhidi ya afisa na ukosoaji ama dhidi ya ufisadi na ukosoaji wake wa serikali kupitia mitandao ya kijamii. Huku uchunguzi ukiendelea, shinikizo kwa vyombo vya usalama na serikali vimefika kiwango cha juu, wananchi wakitaka uwajibikaji wa kweli na haki kutendeka. Mashirika ya haki za binadamu yanasisitiza kuwa hali hiyo inaashiria ukiukwaji mkubwa wa haki za binadamu na ufanya kwa baraka ya dola. Kwa sasa IPOA inaendelea na uchunguzi wake kwa kina, huku Wakenya wakisubiri kwa taharuki hatua inayofuata. Mwelekeo wa kesi hii unaweza kuwa jaribio la kweli la uwezo wa taasisi za uwajibikaji nchini kukabiliana na uovu wa ndani wa mfumo wa usalama wa umma.